Lete mali mwanangu tu hiyo. Mwanangu mkoa juu hapo na kama unavyoona. Babu kubwa. Tambo bado nalipa. Sema nini? Tambo yenyewe siku hizi si unajua hii. Mdudu mmoja tu sasa hapa baweza kutoa logi na nini. Kwanza sio ya mkopo. Sio ya mkopo babangu. Hivyo vitu vyenyewe vya mkopo mzee wangu ukikutana navyo na original vyote ni sawa. Ngapi inanyongwa hii mali? Yaani mwanangu dukani 500, 400, 300 ila kwa wewe mwanangu hapo wewe nipe 75 tu. Babu kutoka 300 mpaka 75 so mchongo. Hamna. Okotea juu. Mimi kwa natumia. Kama internet manini. Yaani huko unaweza ukashangaa chakula pia ukaagiza huko na ukapata. Nataka kuniokota sasa. Hapo sasa unanifunga. Hamna, huo mzigo wenyewe. Kiomba maji pia unakupa. Humo tu na Google. Hiyo. Sasa sio swala. Si wabongo bwana. Unaweza kuanzia juu alafu chini ndo kwenye biashara yenyewe. 75 hapo umetaja wewe. Inapoaje hapo? Kuna kupoza nini mwanangu? 500 mia ngapi kufika kwenye 75 mwanangu? Rafiki yangu unaona kama kitu gani? 5,000 mwanangu. Yaani yenyewe kwanza inabidi ka flashiwe. Wazee wa kuflash wanakula hela ndogo 10, 15. Sasa tena 500 mwanangu. Hiyo 5 mimi nimetoa tu ile kiupendeleo. Mimi mwenyewe sio biligeti kusema labda mihela imelala. Sema mwenyewe nataka nikubless tu mwanangu. Kuna nini mwanangu? Ndio kialaza kali zake kile pale. Yale mambo yenyewe yale. Alafu biashara tukimaliza hapo tutaongea. Babu. Kuna mengi mzee wangu. Basta. Ndio kialaza kali zake. Sina kuita dadangu. Kwani shida nini? Watu ni watu na watu ndio sisi. Ongea na watu uvae viatu dadangu. Kwani ulikuwa unasemaje? Maana unanichelewesha hapa nataka niende nyumbani. Mimi mpaka nakusimamisha dadangu. Ina maana bado tu hujanielewa. Unaonekana kabisa wewe kuku kwetu ni mgeni. Unaitwa nani kwanza? Naitwa Chimami. Chimami. Ila mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Naomba unisaidie namba yako ya simu. Namba ya simu alafu ili iweje? Sasa tunataka kuzungumza dadangu. Na ulivyo na hizo last mimi nikupe namba yangu ya simu. Kwani namba ya simu inahusiana nini na rasta? Kanywe kwanza tena na mimi. Mbona kama hivyo dadangu? Wewe msichana. Bana mwenye miguu miwili. Rafiki yangu. Ni wewe? Jamani. Za wewe? Salama. Siku nyingi sana. Unaendeleaje huko? Hatujambo. Niambie nilikuwa nimekumisi wewe. Bwana rafiki yangu unapendeza. Unapendeza hata unafiki na wewe.
Mimi najua unajua kupika vizuri, wewe kupika vizuri. Mimi tena. Haya poa. Bye. Haya. shemeji yako shule. Karibu mume wangu. Asante sana. Unashindaje? Salama. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Sijajua wewe. Nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Ila sasa kuna taarifa kwa mke wangu, sawa? Shemeji yako anipigia simu kwamba kuna ugeni atauleta. Tukaa naye mazingira yake jinsi alivyo kule na mke wake kamtoroka kama hivyo, sawa? Kwa kuna watoto itabidi tuje kuishi nao hapa sababu yeye kule mambo yake ni mengi. Kama unavyojua mhangaikaji kuna huku. Kwa kaona bora anipigie simu awalete huku tuje kuishi nao. Sawa mke wangu? Sawa. Kwa tuje kuishi nao kwa upendo, kwa amani. Ni jambo jema mume wangu. Ni vizuri kuishi na watoto. Kwa hiyo walete tu, hakuna shida yoyote. Basi sawa. Mimi nipo ndani mama. Wanakuja kina nani? Subiria waje ndio tutawajua zaidi. Mimi sijapenda. Sipendi, unajua eh? Wewe nenda zako. Basi ndo kama hivyo ndugu yangu. Yaani jambo litafika tu, yani kwamba ikifika muda na saa basi mapema tu. Mchongo hawezi kuwa mchongoma kaka. Mambo mazuri utayaona tu. Sasa kwa ngoja kwanza basi nitakupigia. Dada. Samani. Njoo basi tuongee. Mambo. Samani. Kukaribia safari yako. Ulikuwa unaelekea wapi? Nenda dukani. Dukani jua kali lote hili jamani. Sasa jua kali linakuhusu, wewe sema shida yako bana. Basi hayo niache, maana mengine hayanihusu. Ila samani tena, mimi nilikuwa naomba unipe tu namba yako ya simu.
Mbona siku ile ulipata nikakataa kukupa namba ya simu? Bado tu naendelea kunifuatilia ili iweje? Ndio, lakini sio kwa ubaya, kwa uzuri tu. Sawa, eti nipe namba ya simu, usinifuatilie. Nataka kunisumbua. Hilo wala usijali, ila nitakupigia hata kama simu ikizima. Bye. Njema. Industrial de calidad.